Mikononi mwangu la gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni majaji waiwakia polisi ni kwa kuwashikilia watuhumiwa 7 nje ya saa 24 za kisheria, wasema kutoheshimiwa kwa sheria na katiba hakuvumiliki. Watoa amri jeshi la polisi liwaachie kutoka kizuizini au wafikishwe mahakamani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Nukuu ni ya Jaji Gabriel Malata ikisema, kwa maneno mengine, ni sahihi kumkamata na kumweka mtu chini ya ulinzi, lakini utaratibu huo lazima ufanywe kwa mujibu wa sheria kwa sababu nzuri. Kama kuna hatua za kufuata ni lazima zifuatwe. Hii ni nukuu ya Jaji Gabriel Malata. Nukuu ya RPC Brasius Chatanda inasema, ni kweli hao viongozi tunawashikilia wakiwa na wanachama wao 3. Tuhuma ni uchochezi wa kuhamasisha maandamano na ni miongoni mwa watu 17 wanaoshikiliwa katika kipindi hiki chote cha kampeni za uchaguzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Gazeti limeandika raha karaha wenza kupishana sana umri. Habari ni katika ukurasa wa 12. Simulizi ya Neema Daudi, mwanamke wa miaka 20 aliolewa na mzee wa miaka 50, imekuwa gumzo lililozua maswali mengi kuhusu uhalisia wa ndoa kati ya watu waliopishana sana umri. Gazeti hili limeandika Chadema Heche anashikiliwa na polisi Dodoma, ahojiwa uhamiaji. Habari katika ukurasa wa 4. Sintofahamu ya mahali alipo makamu mwenyekiti wa Chadema imeanza kupata ufumbuzi baada ya chama hicho kutoa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ongezeko la udukuzi kwa wanawake zaidi ya uhalifu. Habari katika ukurasa wa 18. Mchungaji KKKT Mbaroni Sheikh asakwa kwa uchochezi. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha inaonyesha mchungaji Elite Mtaita. Serikali ilivyojibu tuhuma za shirika la haki za binadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Askofu Kimario aiombea barabara kuepusha ajali. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.